Asante sana kwa muda wako Bwana Rais. Salama. Siku chache tu kabla ya uchaguzi mkuu. Uhuru wa uchaguzi huu unatiliwa shaka na wengi, hasa tukizingatia mauaji ya juzi afisa wa teknolojia wa IEBC. Ni vipi utarejesha imani kwa Wakenya kwamba uchaguzi huu utakuwa huru wa haki? IEBC wametuambia wako tayari. Usalama tumeweka. It's very unfortunate ile incident ilitokea, na tunasisitiza ya kwamba polisi lazima wafanye upelelezi wa haraka, lakini tuna uhaki ya kwamba bado mikakati iko na kila mipango yote imewekwa ya kuhakikisha ya kwamba Wakenya watapata nafasi ya kuchaguana vile wapenda na wachague viongozi watano. Na una yapi ya kusema kuhusu madai ambayo yanatokana kwamba unatumia kikosi cha jeshi? Hiyo ni upuzi wa mwisho. Sisi hatuna haja ya kutumia mtu yeyote kutafuta kura. Kama tungekuwa tunataka kutumia jeshi, hatungekuwa tunafanya bidii kwa kampeni zetu vile tumeiwekelea. Sisi tuwajua ya kwamba mwishowe wa Kenya ndio watachagua viongozi wao. Na mwaka wa 2013 ulipoingia uongozini, lengo lako kuu lilikuwa kuunganisha Wakenya. Lakini tunapozungumza sasa, ukabila umekita mizizi sana. Ni vipi utakapochaguliwa tena kuhakikisha kwamba Wakenya wanazungumza kwa sauti moja, sasa kizingatia kwamba pia umeweza kulalamishwa kuhusu uteuzi wako ni wa kabila mbili pekee? Hiyo pia ni upuzi na ni propaganda vile tunaendelea kusema kila wakati. Kwa mara ya kwanza, kuna counties ambazo zamani hata hazikuwa zinaota zaweza kuwa na marais. Marsabit leo kuna waziri. Northeastern wako na ministers wawili ambapo zamani walikuwa wanapatiwa moja moja. Na je, kwa Wakenya ambao wanakuwa na chuki miongoni mwao utawaambia nini? Mimi nasema ya kwamba hii ndio changamoto kubwa, mimi naamini na nimetaja sana. Tunataka kuhakikisha ya kwamba tuwachagua viongozi ambao hawatahubiri mambo ya ukabila. Na ndipo tuwasema kila saa, sisi tunataka Kenya wawe kitu kimoja. Na huo ndio umekuwa msimamo mkubwa wa Jubilee. Na ndipo tuwasema hata kwa wale ambao tunashindana nao, waacha kulete mambo ya ukabila. Ongea sera, tushindane na sera, wananchi wachagulie juu ya sera zako na sera zetu. Na umezungumzia wale ambao unashindana nao, na si mara kwanza wewe kushindana na kinara wa NASA Raila Odinga, lakini raundi hii ushindani umekuwa mkali sana. Ama kwa maoni yako unaona vipi? Mimi naamini majaliwa ya Mwenyezi Mungu, na kulingana na vile tumefanya kampeni zetu na kulingana na waamuzi wa Wakenya, mimi naona Jubilee tuko mbele, na Wakenya wameamua ya kwamba barabara ambayo Jubilee imeendesha taifa letu la Kenya ni ya kustahili, na mimi naamini ya kwamba watatupatia nafasi tuendelee. Na je, Wakenya wakiamua kwamba barabara hiyo haifai, tunataka kwenda barabara nyingine, uko tayari? Mimi nimesema mara mingi ya kwamba tuko tayari, lakini mimi naamini kwa roho yangu na kulingana na kazi ambayo tumetenda, kulingana na kampeni ambazo tumefanya, ya kwamba Wakenya wataamua ya kwamba ni Jubilee tena. Na sasa Rais, kuna hofu sana, wengi wanahama makwao, wanaogopa ghasia. Utasema nini kuhusu hali hiyo? Mimi ni kuambia Wakenya wote pahali walipo ya kwamba sisi tutahakikisha ya kwamba kuna usalama kwa wote. Mkenya asiwe anaogopa. Pahali ambapo anaishi ndipo kwake, pahali ambapo anaishi ndipo astahili kupiga kura, na mtu yeyote asibabaishwe na mtu yeyote, na usalama huko. Na wale ambao wanafikiria kwamba wanatishwa, wapashe habari kwa maofisa wa usalama, na ndio tuchukue hatua. Na utawala wa Rais Uhuru Kenyatta ungependa ukumbukwe vipi? Mimi ningependa tukumbukwe kulingana na ile infrastructure tumepatia Wakenya, stima ambayo tumesambaza, barabara ambazo tumejenga, reli ambayo tumejenga, pia upande ya wakina mama kujifungua bure, hospitali 2 kwa kila kaunti ya taifa letu la Kenya. Jameni, mimi naamini kazi tumefanya, msingi tumeweka, sasa tunataka Wakenya watupatie nafasi tujenge nyumba. Mwisho tu kabisa tukimaliza, iwapo Rais Uhuru Kenyatta atashindwa, nini baada ya hapo kwako? Utastaafu ama utarejea mwaka 2022? Mimi siangalii mambo ya kustaafu. Mimi naamini ya kwamba mapenzi ya Mwenyezi Mungu na mapenzi ya Wakenya, tutaendelea na kazi. Haya, Rais, naomba tu picha moja tu ya mtandao.